Ubuntu ni falsafa ya Kiafrika inayojengwa juu ya kauli maarufu inayosema mimi nipo kwa sababu sisi tupo. Falsafa hii inaeleza kuwa maisha ya mwanadamu yana maana kupitia uhusiano wake na wengine. Inahimiza watu kushirikiana, kusaidiana na kuwajibika kwa maendeleo ya jamii nzima. Ubuntu huweka mbele utu, upendo na mshikamano kuliko ubinafsi. Katika jamii nyingi za Afrika, maadili haya yamekuwa msingi wa amani na maendeleo kwa vizazi vingi vya leo. Ubuntu unatambulika kama msingi muhimu wa uongozi bora duniani. Viongozi wanaofuata falsafa hii hujenga jamii na taasisi zenye mshikamano na mafanikio ya pamoja. Kuendeleza undugu kati ya Zanzibar na Tanzania bara ni msingi muhimu wa kuimarisha umoja, amani na mshikamano wa Watanzania wote. Hili linawezekana kwa kuendeleza maadili ya kuheshimiana, kushirikiana na kuthamini tofauti zetu kama nguvu ya taifa kupitia mazungumzo, usawa na ushiriki wa wananchi katika maendeleo. Uhusiano kati ya pande zote mbili utaendelea kuimarika. Roho ya undugu itasaidia kulinda muungano na kuijenga Tanzania yenye umoja, ustawi na maendeleo endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Vyuo vikuu vina jukumu kubwa katika kurejesha na kuimarisha roho ya undugu kati ya Zanzibar na Tanzania bara kwa kutoa elimu inayokuza uzalendo, umoja na mshikamano wa kitaifa. Kupitia ufundishaji, tafiti na mijadala ya kitaaluma, wanafunzi hujifunza kuheshimu tofauti za kitamaduni, kidini na kijamii, huku wakitambua umuhimu wa muungano. Aidha, vyuo huandaa programu za kubadilishana wanafunzi, makongamano na shughuli mbalimbali zinazowaunganisha vijana kutoka pande zote mbili za muungano. Ushirikiano huu hujenga urafiki, kuaminiana na kuthaminiana miongoni mwao. Vile, tafiti zinazofanywa vyuoni hutoa mapendekezo yanayosaidia kuimarisha sera za umoja na maendeleo ya taifa. Kwa kuendeleza maadili ya ubuntu, ushirikiano na uwajibikaji wa pamoja, vyuo vikuu vinachangia kujenga kizazi kinachotanguliza maslahi ya taifa kuliko ubinafsi. Hivyo, taasisi hizi ni nguzo muhimu katika kudumisha amani, umoja na mshikamano kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Na kupitia juhudi hizo, roho ya undugu huendelea kuimarika na kuchangia maendeleo endelevu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maadili ya ubuntu yanajumuisha heshima kwa utu wa kila mwanadamu, huruma, mshikamano na haki ya urejesho. Maadili haya huwafundisha watu kuheshimiana, kusaidiana na kujenga mahusiano yenye upendo badala ya chuki. Haki ya urejesho hulenga kurekebisha migogoro kwa njia ya maridhiano na maelewano. Kwa kuzingatia ubuntu, jamii hujenga amani, usawa na maendeleo endelevu. Katika uongozi fanisi, ubuntu hujidhihirisha kupitia utu, ustawi wa pamoja, kusaidiana kiroho na wema. Kiongozi mwenye ubuntu huweka maslahi ya timu mbele ya maslahi binafsi na huwahamasisha watu kushirikiana. Pia hujenga mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana mahali pa kazi. Matokeo yake ni ongezeko la mshikamano, tija na maendeleo ya taasisi. Uongozi fanisi ni mtindo wa uongozi unaowahamasisha watu kufikia malengo makubwa kupitia maono na ushirikiano. Kiongozi wa aina hii huongoza kwa mfano mzuri na kuwajengea watu imani katika uwezo wao. Pia huchochea ubunifu
na maendeleo ya kila mwanachama wa timu. Hivyo, mafanikio hupatikana kwa kuweka mbele malengo ya pamoja. Kiongozi aliye na ufanisi huwa ni mfano wa kuigwa kwa kuzingatia uadilifu, uwajibikaji na maadili mema. Tabia yake huwafanya wengine kumwamini na kumheshimu. Huweka maslahi ya taasisi mbele na kufanya maamuzi yenye haki. Kwa kufanya hivyo, hujenga utamaduni wa uaminifu na uwajibikaji. Kiongozi mwenye ufanisi na maono huwasilisha dira iliyo wazi na kuwapa watu sababu ya kujituma. Maneno na vitendo vyake huwapa ari ya kukabiliana na changamoto kwa matumaini. Kila mwanachama huhisi kuwa ana mchango muhimu katika mafanikio ya taasisi. Hali hii huongeza mshikamano, tija na ubora wa kazi. Uongozi fanisi huchochea na huhimiza ubunifu na kufikiri kwa njia mpya katika kutatua changamoto. Kiongozi huwapa wafanyakazi nafasi ya kutoa mawazo na kujaribu mbinu mbalimbali. Hii huongeza uwezo wa taasisi kukabiliana na mabadiliko ya mazingira, na matokeo yake ni ukuaji wa ubunifu na maendeleo endelevu. Kiongozi aliye na ufanisi hutambua kuwa kila mtu ana uwezo na mahitaji tofauti. Hutoa ushauri, mafunzo na msaada unaolingana na uwezo wa kila mwanachama. Huwasikiliza kwa umakini na kwa kuhamasisha kukuza vipaji vyao. Mtindo huu huongeza ari ya kazi na kuimarisha mahusiano ndani ya taasisi. Ubuntu na uongozi fanisi vina mchango mkubwa katika kujenga jamii yenye umoja, amani na maendeleo na mshikamano kati ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. Vyote vinasisitiza utu, ushirikiano, uwajibikaji na kuheshimiana. Viongozi wanaofuata falsafa ya Ubuntu hujenga taasisi zenye ubunifu, uaminifu na mshikamano. Hivyo, Ubuntu ni msingi muhimu wa maendeleo endelevu ya binadamu na jamii.